Kitabu cha Ufunuo Yohana 6 mstari wa 18 anasema, atazama nikaona farasi wa rangi ya kijivu kijivu, na aliyempanda huyo farasi ni roho ya mauti, alafu kuzimu anafuatana naye. Alafu walikuwa wamepewa mission ya kuua robo ya nchi kwa hayawani, si kwa vitu vingi kwa zimeongelewa. Lakini point yangu mimi kubwa ni kwamba kumbe farasi anaweza akapandwa na roho ya mauti. Kwa hiyo kama farasi anaweza kupandwa na roho ya mauti, maana yake tunaweza tukaona gari aina ya Clinton Express limepandwa na abiria wanatoka Dar wanaelekea Meru, lakini ndani ya hao abiria 45 ipo roho ya mauti ndani yake, ambayo imepangwa kutengeneza jambo fulani ambalo litasababisha kuzimu ipate nafasi ya kumeza nafsi za watu. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza ya kwamba kwa biashara yako kipo nini ambacho kinazuia hiyo biashara isipige hatua? Kumbe ndani ya hiyo biashara yako wewe umeweka bidhaa za kuuza kutoka China, lakini cha ajabu na roho ya mauti na kuzimu vipo vinasubiria kutenda tukio na kusababishia hasara. Kwa hiyo zipo hasara katika ulimwengu wa roho, tunaziona kwa macho ya damu na nyama, basi tunahisi ya kwamba hizi ni hasara za kawaida. Kumbe ni matukio katika ulimwengu wa roho ambayo yametengenezwa, na zipo roho za kufisha zimewekwa ndani ya hivyo vitu kutusababisha sisi tusipige hatua. Lakini katika Ufunuo hiyo Mungu anasema, tazama mimi nilishinda mauti na kuzimu. Ukisoma vizuri hiyo historia ya Yesu Kristo utagundua ya kwamba Yesu hakuwa ameshinda tu mauti, bali alimshinda shetani na hiyo kuzimu, na akatoka na funguo za mauti. Kwa hiyo sisi hatutakiwi kuexperience mauti katika jambo letu la aina yoyote, kwa sababu yupo tayari Kristo ambaye hanazo funguo za mauti. Na kumbuka, huyo Yesu Kristo ni baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo sisi tuna access ya kumaccess Yesu Kristo ili aweze kutupatia funguo ambazo zitatutoa katika mauti ya kizazi, mauti ya biashara, mauti ya uchumi mbovu, mauti yote ile ambayo tuna experience kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hili ni somo ambalo natamani tupate muda mzuri wa kuendelea kulitafakari, kwa sababu limebeba hatima za watu wengi na mikwamo ya watu wengi. Kama roho ya mauti inaweza kupanda farasi, roho ya mauti inaweza kupanda juu ya uchumi wako, juu ya mahusiano yako, juu ya ujana wako, juu ya umama wako, juu ya utumishi wako, na usipige hatua kabisa, kwa sababu katika ulimwengu wa roho unahesabika kama mtu aliyekufa. Mungu akubariki, endelea kutafakari neno hili. Tutakuja na full video ambayo tutajifunza namna ya kuomba na kujinasua katika hizo madhabahu za ambayo tumeingizwa kwa kufa kiroho katika dunia na tukabaki kama kopo tu. Mungu akubariki na kupenda sana.